الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية: ألا وهي أسماء الله تعالى وأعلام أوصاف. طيب، وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. طيب، tulisema kanuni ya kwanza ni ipi? Asmaullahi ta'ala kulluha husna. Na kanuni ya pili, asmaullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Tayeb, ndio tunakamilisha hiyo qaida ya pili. Akasema wa bihadha, bimaana na kwa kupitia maelezo haya tuliyoyazungumza na kuyaelezea kuhusu kanuni hii ya pili, ulima anna ad-dahra, imefahamika kwa kupitia maelezo hayo ya kwamba jina au neno la ad-dahru, ad-dahr laysa min asma'i llahi ta'ala, si katika majina ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu tumesema asma'u llahi ta'ala a'lamu wa awsaf. Hili linatimiza kigezo kimoja. Hili ni alam, tuko moja, ni alam, lakini ni alam laysa lahu awsaf, isiyokuwa na nini? Awsaf ambazo zinachimbuka ndani ya maana ya jina hilo. Tuko moja. Laysa min asma'i llahi ta'ala, si katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, si katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Li'annahu ismun jamidun, kwa sababu hili ni jina ambalo ni jamid. Jina ambalo ni jamid maana yake nini? Ai, ni jina ambalo ndani yake haichimbuki sifa. Tuko moja. Ni jina ambalo ni jamid, linajulisha kitu lakini ndani yake hakuna sifa zinazochimbuka ndani yake, ambazo ni sifa zinazoashiria utukufu na uzuri wa Allah subhanahu wa ta'ala. La yatadammanu ma'na jina hili halibebi ndani yake maana ambayo maana hiyo yalhaquhu, itaweza kuliunganisha bil asma'il husna, katika majina ya Allah ambayo ni majina mazuri.
Ni majina ya Allah ni majina mazuri kwa sababu ni majina ambayo ndani yake hayana mapungufu. Ni majina ambayo ndani yake haingiliwi nini? Mapungufu. Mwambie niko darasani. Kwa hiyo ni jina ambalo halinasibishi katika majina ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-Dahr. Zimekuja hadithi kule, la tasubbu ad-dahr fa inna Allah au fa ana ad-dahr, kama tutakapokuja kuona. Lakini hili si jina la Allah. Natakuja kuona kwa nini ad-dahr ikaegemezwa. Allah akasema ana ad-dahr, lakini si katika majina ya nani? Ya Allah, kwa sababu si jina ambalo ndani yake limefungamanishwa na nini? Sifa. Na sisi tushasema majina ya Allah ni a'lamu, bimaana kwanza ni jina linalojulisha yule aliyoitwa jina hilo, lakini pili ni jina ambalo ndani yake limebeba sifa ambayo inaashiria utukufu na ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika vitu ambavyo vinazingatiwa katika hili dini au katika hii qaida, tulisema hii kanuni kwa kuzingatia neno la kwanza inakuwa ni nini? Mutaradifa, si ndio hivyo? Na kwa kuzingatia neno la pili ambalo ni awsafu inakuwa ni mutabayina. Sasa hivi vitu viwili katika kanuni hii ni vya msingi kuvizingatia. Tunamoja ni vitu vya msingi, asema a'lamu bi'tibari dalalatiha 'ala adh-dhat wa awsafu bi'tibari ma dallat 'alayhi min al-ma'ani. Kisha akasema wa hiya bi'tibari al-awwal mutaradifa wa bi'tibari ath-thani mutabayina. Kisha ndakaeleza maelezo ya mbele. Tayeb, waliannahu ismu lilwaqti wazzaman. Hii ad-dahr tunasema si katika majina ya Allah kwa sababu ni jina linalojulisha wakati na zama. Pamoja, linajulisha wakati na zama. Kwa hiyo halijulishi kuna kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kwamba ni jina ambalo linajulisha maana fulani katika maana nzuri ambazo zinaegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala ala an munkiri al-ba'th, kwa wale waliokuwa ni wenye kupinga kufufuliwa. Waqalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna illa ad-dahr. Hawa washirikina waliokuwa wanapinga kufufuliwa walikuwa wakisema ma hiya illa hayatuna dunia, sisi hatuna hapa zaidi ya kuwa maisha yetu haya duniani, tunaishi tunakufa na wengine wanabaki hai. Wama yuhlikuna illa ad-dahr, na hakuna kinachotuchukua isipokuwa ni kukatika kwa masiku. Kwa hiyo kinachowaondoa wao ni nini? Mururul ayyam, kwa ni ile maumbile ya kitabia ya ulimwengu. Watu wanaendelea na wakati wanaondoka, wanakuja wengine. Kwa hiyo hakuna wakati utakapokuja kufika kwamba kuna kitu kinaweza kufuliwa. Kwa hii ni hali ya kiulimwengu ilivyokuwa, hakuna mwisho kusema kwamba kuna mwisho hukumu wa dunia, bali hii ni tabia iliyokuwa kawaida. Yuriduna mururul layali wal ayyam,
wakiwa nakusudia kupita kwa masiku na mchana, kadiri ya masiku yanayosogea ndivyo mtu anazidi kurudia wakati wake wa kuondoka, anaondoka na mambo yake yanaishia hapo. Fa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ama kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba Allah anasema yu'dhini ibnu Adam, ananiudhi mimi mtoto wa Adam. Kwa nini anamuudhi Allah? Yasubbu dahra, huyu mwanadamu huzitukana zama. Anatukana nini? Zama. Wewe mwaka jana mambo yalikuwa magumu, na wewe kusema huu mwaka kwangu mimi ulikuwa ni mwaka wa nuksi kadha nini, tasubbu dahra. Sawa, unatukana wakati na zama, masiku, unalaani kabisa. Achia mbali wewe kusema kwamba baada ya hii siku kidogo kwangu mimi ilikuwa ngumu kwangu mimi, lakini haukusudii kwamba wewe unaona kana kwamba hii siku ndiye iliyosababisha matatizo. Wako ambao wanaitakidi kwamba hizi siku zinakuwa zina madhara, zina matatizo kwa wao, zinaharibu maisha yao. Tunaona sasa anasema Allah yasubbu dahra, huyo mwanadamu anajiuzi kwa sababu anatukana dahra. Wa ana dahru, na mimi ndio nini? Nini alichokusudiwa? Takuja kufahamu. Wa ana dahru biyadi al-amru, katika mikono yangu ndipo kuna amri ya mambo yote. Uqallibu al-layla wan-nahar, na ugeuza usiku na nini. Hapa kama kwamba anakushaelewa maana ya dahara alichokana kusudia. Allah amejiegemezea dahara kama mimi ndio dahara, kwa sababu yeye uone usiku na mchana ndiye anauleta. Haukuwepo isipokuwa kutoka kwa Allah. Kwa hizo zama na nyakati zinazopita hakuna aliyezileta isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unapotukana ule wakati hakuna tatizo, hakuna kulichokifanya kwa kweli, kwa sababu umeletwa na Allah, kana kwamba unamtukana yule ambaye alileta wakati nyakati hizo na vipindi hivyo. Fala yadullu ala anna ad-dahra, kwa hiyo hakuwa ni mwenye kujulisha kuwa dahr min asma'illahi ta'ala, ni katika majina ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalik, na hilo anna alladhina yasubbuna ad-dahr, ni kwamba wale wenye kutukana dahr zama, innama yuriduna az-zaman, wanakuwa wanakusudia nini? Zile zama alladhi, zama ambazo huwa mahallu al-hawadith, ndiyo mahala panapotuka nini? Matukio. Wao ulishinda na njaa, ulitafuta umekosa, ulipata ajali, ndugu zako walipata ajali katika wakati fulani. Kwa hiyo hao wanatukana hizo nyakati na hivyo vipindi. Sawa, usisafiri kipindi fulani, hicho kipindi hatari sana. Amoni ni kipindi kilichojaa mikosi, tukamoja nuksi, mabalaa. Tasubuna ad-dahr. Kwa hiyo hawa wanaokuwa wanatukana wanalalamika, la yuriduna Allah ta'ala, wanakuwa hawakusudi kuwa wanamtukana nani? Allah, bali wanalalamika kuhusiana na zile nyakati ngumu zilizowapitia. Fayakunu maana qawlihi, kwa maelezo haya inakuwa maana ya kauli yake Allah aliposema wa ana daharu, na mimi ndiyo daharu zama. Maana yake inakuwa mafassarahu biqaulihi, ni yale aliyofasiri kwa kauli yake kule mbele, biyadil amru,
Msitukane hizo zama, kwa sababu hizo zama zimetokamana na mimi. Biyadi amru, katika mikono yangu ndipo kunatokea amri za kila jambo. Uqallibu al-layla wan-nahar, naingiza usiku na nini, mchana. Kwa hiyo anasema huwa subhanahu khaliqud dahr wama fi, kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo muumbaji wa hizo zama na yale yatakayotuka ndani ya hizo zama. Wa qad bayyana annahu, na yeye amebainisha Allah ya kwamba yeye yuqallibu al-layla wan-nahar, anageuza usiku na nini, na huo usiku wa mchana. Wa huma, ni maana na huo usiku na mchana, ad-dahr, ndio zama zenyewe. Au kuna wakati ambao unatoka nje ya usiku na mchana? Tayeb, wala yumkinu an yakuna al-muqallibu bikasri al-lam huwa al-muqallabu, na haiwezekani an yakuna al-muqallibu, awe yule ambaye al-muqallib ismu fa'il tuka moja, bikasri al-lam huwa al-muqallabu, haiwezekani kwa wakati huo wakati ni nini, al-muqallab ismu maf'ul. Kama haiwezekani kwa yule ambaye ni muqallibu, mwenye kugeuza hizo zama, haiwezekani kwa wakati huo akawa ni mwenye kufanyaje, ni muqallab, mwenye kugeuzwa. Wale wanatukana ad-dahr tuka moja, wa ana ad-dahru, mimi ndiyo zama. Hizo zama uqallibu al-layla wan-nahar, bimaana kinachogeuza ni nini, zama. Kwa hiyo haiwezekani huyo mgeuzaji wakati huo awe ni mwenye kufanyaje, geuzo. Kwa hiyo ikaeleweka maana ya makusudio ya maneno ya Allah, wa ana ad-dahru, mimi ndiye niliyoweka hizo zama na yanayotokea ndani yake. Kwa mnapotukana, bila shaka mtakuwa mnamtukana yule aliyeweka hizo zama na kumlaumu yule aliyeweka hizo zama. Lakini hakusema ana ad-dahr kwa maana kuthibitisha kwamba na dahru ni katika majina yake. Sawa mashi. Wa bihadha tabayyan, na kwa kupitia maelezo haya ikabainika, annahu yamtani'u an yakuna ad-dahru fi hadha al-hadith muradan bihi Allah ta'ala. Inabainika kwamba inakataliwa, inazuilika kuwa ilo neno ad-dahr fi hadha al-hadith, katika hii hadithi, muradan bihi Allah ta'ala, kwamba kilichokusudiwa katika hiyo maana ya dahr kwamba ni nani, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ana ad-dahr, maana yake siyo kuwa Allah ndiyo ad-dahr. Maana ya ana ad-dahr, maana yake ni kile alichokuja kukifasiri mbele, kwa mimi ndiye mgeuzaji wa zama. Tuko pamoja mashe? Naam. Fika muda niambie. Twende mbele.